Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshatoka kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia nafsi. Maana walio wengi hakika hawajui namna gani aidha nafsi ni kitu gani, aidha nafsi ilitokea namna gani. Walio wengi hawajui nafsi ni kitu gani, lakini zaidi sana tutakapoongelea kuhusiana na swala la nafsi, tutaenda kugusia zaidi katika mafundisho ya hao wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova. Kwa kweli hao wajamaa ni wajamaa ambao nakumbuka nilipokuwa bado kijana kijana tu hivi, tuko na wengine walikuwa wakisumbua sana, wanakuja wanaanza kusoma mambo yao pale, watakwambia kile. Sasa kwa sababu sisi, unapokuwa katika Ukristo haujui ni nini utajitetea, yani haujui kweli kweli andiko gani ambalo unaweza ukachukua na wewe pia uwaonyeshe kwamba wako katika uongo, hauwezi ukatambua. Kwa hiyo kuna mara walikuwa wanatuambia mambo tunakubali, kuna mengine kwa sababu watoke tu tutakubali hivyo, okay, nendeni mtarudi siku fulani. Kwa hiyo hadi wengine kwa wakati huu wanapowaona mashahidi wa Yehova wanapokuja, wengine wanakimbia ndani ya nyumba, wanakimbia kwa sababu ni watu ambao kwa kweli wanawasumbua wengine sana kuhusiana na hilo imani lao. Lakini wewe unapowaonyesha kwa mfano kile kitu kidogo, hawapendi kukubali, hawawezi wakakubali. Aidha kwa mfano ukiuliza swali na hawana jibu, watakwambia wewe usijali, tutaenda kunani, tutakuletea majibu baadaye. Kwa hiyo mtakuja kuona kwamba hilo ni moja kati kabisa imani ambalo hao watu wako nayo katika dunia hii. Mtawaona mara wanaweza wakatembea wawili wawili ndani ya barabara, aidha watatu, alafu wanaenda nyumba kwa nyumba kuna mara. Kwa hiyo haya mambo wanayafanya zaidi, lakini kwa wakati huu walio wengi hawapendi tena mambo kama hayo. Wanapoona hatutaki. Kwa hiyo mambo yameshakuwa tofauti zaidi sana kuliko kipindi hicho cha awali. Hakika walikuwa wanasumbua, hiyo ni hivyo, lakini walikuwa wanatusumbua kwa sababu sisi tulikuwa katika ujinga, maana hatukuwa tunajua chochote ambacho kinatendeka. Kwa sababu unapokuwa makini na kuangalia hiyo Biblia ambayo walikuwa wakituletea, hakika kuna mikanganyiko ya hali ya juu ambayo hata wewe mwenyewe ukimwauliza swali aweza kuonyesha mambo, na hakika unajua kwamba kwelikweli hawa jamaa kwelikweli ni wahongo kabisa. Kwa hiyo hatutaenda kugusa sana mafundisho yote ya msingi wa imani lao lote, hapana, ila tutagusia tu kitu kimoja tu kuhusiana na nafsi. Na hili ni jambo ambalo tunaenda kugusia kuhusiana na nafsi tu, jinsi wao wanavyoongelea nafsi ni nini na nini na nini. Hapo ndipo mtakuja kuona kutambua kwamba hawa wanaojiita mashahidi wa Yehova hakika mambo ya kiroho hawapo kabisa, wako katika mambo mengine ambayo ni ya kimwili, mambo yao ambao wao wenyewe wanaoyajua. Msikilize vizuri, mimi nasema kila wakati kwamba dini zote ni za uongo, sio kwamba ni wao ndio wako wa uongo wengine, no, dini zote ni za uongo. Lakini nachukua kuhusiana na hii tema kwa sababu hata wewe mwenyewe wanaweza, inaweza katokea wanatoa mafundisho, wanakutana na wewe, wanakuambia kuhusiana na nafsi, gisi wao watakavyoeleza, lakini kama hauna ufahamu wa namna gani mambo haya yalivyo, itakuwa vigumu zaidi sana kwako kujitetea, aweza kuonyesha ule uongo ambao wao wanakuletea. Ndio maana kupatia pia silaha hizi ambazo zitakusaidia ili wakati watakapokuja utawaonyesha hilo, na hayo maandiko yanadhibitika tena ndani ya Biblia zao ambazo wako nazo katika toleo zao. Kwa hiyo sasa, wale walio na ufahamu kuhusiana hao wanaojiita mashahidi wa Yehova, mnaweza mkaona kwamba wana gazeti zao ambazo moja wanaita Mnara wa Mlinzi na nyingine wanaita Amkeni. Lakini ukiwauliza kwelikweli, Amkeni hii ni Amkeni kulingana na kitu gani? Kwa sababu hiyo ni kulala tu, kwa sababu hakuna uamsho ambapo watachora mambo. Kwa sababu jamaa wanapochora kabisa, yani wanachora ili kukokota hisia za watu. Watachora watu ambao wako ndani ya paradiso, wanavalia mavazi ya jeans nini, wengine wana mikanda kiunoni wanavaa, wengine wako na viatu vya ngozi ya wanyama. Sasa ujiuliza, yote ni wapi? Ni ndani ya paradiso. Na mara pia ndani ya Biblia za kisasa, hiyo ndani ya Biblia zao wataandika kwamba Mungu yeye ni roho, lakini watamchora huyu ambaye ni roho, ana mandevu, ana nini, ni mzungu, yuko kwenye kiti. Kwa hiyo mtakuja kuona kwamba mambo ambayo waliokuwa wakiyafanya, hakika lengo lilikuwa tu ni kusukuma imani lao, kusukuma kwelikweli kile ambacho wanapenda kupeleka kwa watu, na watu wawakubali
kwa sababu wako hapo sio katika lengo la kupenda kuponya nafsi za watu, lakini wako katika lengo, wako katika mambo yao ya business, kwa sababu dini zote ni business, biashara, na shetani mlembo yuko nyuma katika lengo la kupoteza watu. Hilo mlielewe vizuri. Mimi nakumbuka hata wakati nilipokuwa bado huko, walikuja na hilo na hayo mafundisho yao ya kuhusiana na watu 144,000, wakasema kwamba hao 144,000 ndio watakaookolewa tu. Hilo jambo liliniumiza kwa sababu nilikuwa bado sijajua chochote, alafu wananiambia hivyo, na mimi nahesabu nchi, watasema kwamba katika nchi fulani kuna milioni kadhaa ya watu, katika nchi fulani kuna milioni kadhaa ya watu. Sasa kama ni watu 144,000 tu, haijafikia hata milioni moja, hata laki, hata 500,000, itakuwa namna gani? Sasa nani ataokolewa hizo mengine? Kwa hiyo, lakini ukisoma hiyo Biblia yenyewe tena kuhusiana hiyo 144,000 utakuta kwamba haina uhusiano wowote na watu wote duniani, inahusu tu ni kabila mabaki ya wana wa Israeli. Sasa ndio najiuliza hawa jamaa walikuwa wanatoa mambo wapi? Kwa hiyo wataleta mambo ya ajabu. Ni wao tena ndio wataleta nani unabii kuhusiana na siku za mwisho, kwamba dunia itamalizika wakati fulani. Wao wameshawahi kabisa kabisa kutabiri. Mimi nakumbuka bado nilikuwa bado, yes, mwaka wa 2000 mwaka wa 2000 walitabiri kuhusiana na mwaka wa 2000 kwamba dunia inaisha kabisa. Tulilala na taabu wakati huo, siwezi nikasahau haya mambo. Hawa jamaa walitupatia muda mgumu sana katika kipindi hicho. Yani wanatuambia, yani tunaambiwa kwamba hivi dunia inaisha. Tulipoanza hapo, mimi tukaanza kuungama kati yetu, unisamee kama nimekosea, mambo mengine. Na hivyo tunaambiwa kwamba usiku ukijizirisha, hapana kutazama nje, kwa sababu ukitazama nje unakuwa kipofu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatatendeka wakati huo. Tulilala na hofu, basi tukasema kwamba dunia inaisha. Kwa hiyo wale ambao watapelekwa mbinguni wataenda mbinguni, na wale watakaobakia watabaki. Tukalala. Bwana, ndugu zangu, kuamka asubuhi kujikuta hivi bwana, niko kitandani, kasema basi hapa mimi nimekula kweli kweli. Ina maana wenzangu wameondoka, mimi nimebaki. Mbona mimi nimeungama, sina dhambi hapana, dunia hii kwa kweli wanatuchezea akili, hapana mzaa. Lakini kuangalia hivi, watu wote hawajanyakuliwa, kumbe sote tupo. Sasa imepita, hakuna chochote kwa hiyo hayo ni mambo ambayo wao wanasema. Tutaenda kuangalia hili swala la nafsi gisi wao wanavyoongelea, lakini tutaenda katika toleo lao kabisa la tafsiri ya ulimwengu mpya, lakini katika toleo la Biblia yao ambao walitoa mwaka wa 1995. Kwa hiyo andiko zote ambazo tutaenda kuzisoma hapa zinatoka ndani ya Biblia ya hao mashahidi wa Yehova, na ni katika toleo hilo tu la mwaka wa 1995. Nimesha tafsiri tu mkiswahili, mwelewe vizuri. Lakini kabla ya kuingia katika kuwaonyesha, kwa sababu wao wanasema namna gani kuhusiana na nafsi, wao watauliza. Kwa mfano, watasema kwamba nafsi, kuna baadhi ambao watakubali kwamba nafsi, wao wanasema kwamba nafsi inakufa, nafsi haiwezi kaishi, nafsi haiwezi kaishi milele. Kwa hiyo nafsi inakufa, nafsi ni mwili wenyewe. Unasikia? Wao wanasema kwamba nafsi ni mwili wenyewe, na hapa ndipo kuna msingi wa mafundisho yao. Kwa hiyo nyote ambao wewe unayenitazama na unayenisikia, ambaye uko katika hayo mambo, ujinga pia katika mashahidi wa Yehova, sikiliza kwa makini, sikiliza na maandiko ambayo nitatoa, uende kuchunguza pia katika tafsiri zenu 1995. Uangalie hiyo toleo ambayo mliwahi kutoa, kwa sababu kila wakati mnabadilisha, kwa sababu unaendelea kubadilisha mambo kidogo kidogo ili msiende kushikwa zaidi, lakini kadiri mnavyobadilisha ndivyo mnavyoendelea kushikwa tu. Kwa hiyo sasa wao watasema hivyo. Kwa hiyo kuna makala fulani ambayo tutaenda kwanza kusoma inayohusu kabisa hao mashahidi wa Yehova, gisi wanavyoandika, gisi wanavyosema, kwa sababu wao unapoangalia wanaongelea kuhusiana ni nini nafsi, ni nini. Aidha unaweza kaandika hata mkifaransa au mkiingereza, sijui mkiswahili labda inaweza ikatokea. Ni nini nafsi kulingana na mashahidi wa Yehova? Nafsi ni nini kulingana na mashahidi wa Yehova? Wao wanasema nafsi ni nini? Kwa hiyo sasa, kabla ya kuongelea wao, kwa sababu ni wao ndio wanaandika hayo makala, kabla ya kuongelea na kujibu maswali haya, wao wenyewe kwanza watasema kile ambacho watu wengine wanachokisema. Wakasema hivi, watu wengine husema kwamba nafsi haiwezi kufa. Ina maana kwamba wao mashahidi wa Yehova hawakubaliani na hawa wanaosema kwamba nafsi haiwezi kafa. Yes. Wao watasema kwamba Biblia
Haisemi kwamba nafsi haiwezi kufa. Kinyume chake, inaonyesha mara kwa mara kwamba nafsi inakufa. Kwa hiyo kwao, kwanza, nafsi sio kitu ambacho kinaweza kikadumu, no. Yaani nafsi inafika nafasi inakufa, kwa sababu wao wanachukulia kwamba nafsi ni mwili wenyewe wa kimwili, huu ndio nafsi tena. Kwao hakuna tofauti kati ya nafsi na mwili wa kimwili. Alafu wanaendelea kusema, Biblia inasemaje? Inazungumza juu ya mama anayezaa, yani nafsi, yani viumbe hai vinavyopumua. Wataleta kitabu cha Mwanzo 46:18. Kwa kweli neno la Kiebrania linalotafsiriwa kuwa nafsi katika Biblia linaweza kutafsiriwa kuwa anayepumua. Neno hili hata wakati mwingine hutumiwa kwa wanyama. Zaidi ya hayo, Biblia inasema kwamba nafsi inahitaji lishe. Kwa ndio maana mkisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12:20, naenda kwenye tafsiri hiyo hiyo, toleo hilo hilo la 1995, ndivyo nilivyowaambia hapo ndio natoa. Kuna tafsiri zingine ambazo za 80 kama 98 vitu kama hivyo. Hilo mimi siendi huko, niko kwenye ile ambayo walitoa ya 95, 1995. Inasema hivi, Kumbukumbu la Torati 12:20, Yehova mwenyewe. Yes. Mkienda kusoma, kwa sababu ile andika sikuliweka hapa tayari. Yaani mkiandika Kumbukumbu la Torati 12:20, yaani Mungu mwenyewe ambao wataita Yehova Elohim Yadbo, ndani yao wao wanasema, ndani ya Biblia zao wanasema Yehova Mungu. Yeye mwenyewe ataenda kudhibitisha kwamba nafsi ina haja ya kula chakula. Yaani ikiwa nafsi inapenda kula hata nyama, yaani nafsi inakula nyama. Hivyo ndivyo anaenda kuonyesha. Na kwa hiyo hilo linaonyesha kwa mujibu wa mashahidi wa Yehova kwamba nafsi ni mwili wa kimwili wenyewe, kwa sababu ni mwili wa kimwili ndio unaweza ukala vitu ambavyo ni vya kimwili. Kwa hiyo nafsi kwa mujibu wao ni ni mwili wa kimwili, kwa sababu roho, nafsi ingelikuwa roho isingelikula nyama. Hilo tunaelewa vizuri. Alafu anaendelea kusema, ikiwa nafsi ingekuwa kitu kilichotenganishwa na mwili, au ndio wanauliza, ikiwa nafsi ingelikuwa kitu kilichotenganishwa na mwili, je, ingehitaji kupumua au kula? Katika Biblia neno nafsi mara nyingi hurejelea mtu mzima aliye hai, akiwa na mwili wake, hisia zake, na utu wake. Ndio maana wakaweka Mwanzo 46:18, ambapo anaongelea kuhusiana na Yakobo kwamba akampa Yakobo hizo nafsi 16, yaani kuhusiana na watoto wake, lakini pia nafikiri kuhusiana na wake zake, nafikiri kwa vitu kama hivi. Kwa hiyo wanataja kuhusiana na nafsi, yani wanachukulia watoto kama vile nafsi. Kwa hiyo kwa mujibu wao, wanaposema kwamba Yakobo alikuwa na nafsi 16, yani watoto kama vile watoto, ina maana kwamba au watoto miili yao, yani mwili wa kimwili pia ni nafsi. Sasa mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa na vipengele mbalimbali kulingana na wao gisi wanavyosema. Kipengele cha kwanza, je, nafsi ni mwili wa kimwili? Hicho ndio kipengele cha kwanza. Mashahidi wa Yehova katika mafundisho yao, wao wanasema kwamba yes, nafsi ni mwili wa kimwili. Wao wanasema hivyo. Sasa hayo mambo tutaenda kuyadhibitisha katika maandiko ambayo wao wenyewe wanayasoma ndani ya Biblia zao, ili kwenda kuwaonyesha kwamba haya wanayoyasema, wanaofikiria kwamba nafsi itakuwa kitu kimoja, yani ni ukisema nafsi, yani unasema mwili wa kimwili, yani hapo tayari mtakuja kuona hawa jamaa hakika hawana uhusiano wote na mambo ya kiroho. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 24, niko kwenye tafsiri ile ile, msisahau, ya 1995. Inasema hivi: Mungu akasema tena, nchi na izae nafsi hai kulingana na aina zake, wanyama wa kufugwa, viumbe vitambahavyo na wanyama wa porini, kila kimoja kulingana na aina yake. Ikawa hivyo. Kwa hiyo wanaonyesha hapa kwamba huyu watakayeita Yehova Elohim Eshadai aliumba wanyama ambao hawa wanyama walikuwa ni nafsi hai. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 7 inasema,
Kisha Yehova Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi yaliyochukuliwa kutoka ardhini na kumpulizia puani pumzi ya uhai, naye mwanadamu akawa nafsi hai. Hilo ndilo andiko linalothibitisha kwa kweli na kweli kweli kwamba hao mashahidi wa Yehova hakika, ndugu zangu, sio watu wazuri, sio watu wa kiroho, hawaelewi mambo ya kiroho hata kidogo. Maana inaposema kwamba hapa, kisha Yehova Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi yaliyochukuliwa kutoka ardhini na kumpulizia puani. Kuna sikilizeni kwa makini yaani kuna mavumbi ambayo yalitengenezwa yakawa kitu fulani. Sasa huyu Mungu alipulizia kwa hicho kitu ambacho alitengeneza kutokana na mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai. Sasa hawajasema kwamba hicho kitu ambacho alipulizia hiyo pumzi ya uhai kwamba ilikuwa nafsi. Hapana, haijasemwa hivyo. Kwa hiyo nafsi sasa itakuja baada ya huyo Mungu kupuliza hiyo pumzi ya uhai ndani ya pua ya hicho kitu ambacho aliumba. Naweza nikasema kitu kwa sababu wao hawajapenda kuweka hivyo wazi. Kwa hiyo inapenda kumwonyesha kwamba Yehova hajasema kwamba yeye aliumba kwanza nafsi kutokana na udongo. Na hapa ndipo walio wengi wao wanaojiita mashahidi wa Yehova wanashindwa kuelewa. Hicho kitu ambacho alianza kwanza kukiumba kutoka kwenye mavumbi ya ardhi ni mwili wa kimwili. Halafu sasa ndipo huo mwili wa kimwili utakuwa unaenea vizuri, lakini utakuwa bado hujakuwa na nafsi ndani yake, utakuwa hajakuwa na roho ndani yake. Kwa hiyo atachukua pumzi ya uhai ambayo itakuwa humo ndani ya hiyo pumzi, kutakuja ni roho ambayo itakuja humo ndani. Sasa inapokuja kuingia ndani ya huo mwili ambao tayari umeshaandaliwa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, hapo ndipo tayari sasa nafsi itakapotokea, na hapo ndipo hiyo nafsi ndiyo hiyo ambayo inaitwa nafsi ambayo ni hai. Mtu akawa nafsi hai. Sasa hata yeye Yehova mwenyewe, ingawa atajichanganya tena ndani ya maandiko yake, atatoa utofauti kati ya mwili na nafsi. Yaani kitabu hiki cha hao wanaojiita mashahidi wa Yehova kinathibitisha waziwazi namna gani wanavyotenganisha kwamba nafsi ni kitu kimoja na mwili wa kimwili pia ni kitu kingine. Sasa najiuliza ni wapi ambapo wanasoma ili kwenda kusema kwamba nafsi ndio mwili wa kimwili tena, wakati Biblia yao ambao wanasoma inavitenganisha hivyo vitu. Sasa kitabu cha Walawi sura yake ya 17 mstari wa 12 nasema, ndani ya toleo hilo hilo msisahau 1950 ngapi? 1995. Walawi 17:14, kwa maana nafsi ya kila aina ya mwili, kwa maana, sikilizeni Kiswahili, kwa maana nafsi ya kila aina ya mwili. Ina maana kwamba kuna tofauti kati ya nafsi na kuna kila aina ya mwili. Hivi mnaelewa vizuri? Yaani kuna mwili ambao uko hapo na kuna nafsi ambayo iko hapo. Sasa wanawambia kwa maana nafsi ya kila aina ya mwili ni damu yake. Kwa hiyo nafsi inalinganishwa kama vile damu ya kila aina ya mwili. Hivi mnaelewa vizuri? Kwa hiyo kwa maana nafsi ya kila aina ya mwili ni damu yake kupitia nafsi iliyo ndani yake. Nafsi iliyo ndani yake. Kwa hiyo nafsi inapatikana ndani ya nini? Ndani ya mwili. Na hiyo nafsi itawakilisha kwamba, yani katika kitu ambacho tukaona ni damu. Sasa tunapoona damu, yani unaona kama vile ni nafsi hiyo ambayo unaiona tayari. Sasa hiyo nafsi inapatikana ndani ya mwili ili kufanya utofauti kati ya mwili na nafsi. Ndio maana niliwaambia wana wa Israeli hawapaswi kula damu ya aina yoyote ya mwili, kwa maana nafsi ya kila aina ya mwili ni damu yake. Yeye anayekula atakataliwa mbali. Kwa hiyo tumeona kwamba nafsi iko ndani ya mwili. Sasa tunaanza kuangalia andiko lingine, aidha maandiko mbalimbali ndani ya Biblia hiyo ya mashahidi wa Yehova, toleo hilo la 1995, ili kuonyesha kwamba nafsi kweli kweli si mwili wa kimwili, kwa sababu nafsi
Ingelikuwa mwili wa kimwili yaani mtakubali kwamba huyu mnayeita Yehova pia ana mwili wa kimwili. Mkisubutu kukubali kwamba kwelikweli, kama unaendelea tena kusema kwamba nafsi ni mwili wa kimwili huu ambao unaweza ukagusa, ina maana kwamba hata huyu mnayeita Yehova wenu naye pia yaani ana mwili wa kimwili kabisa, ambaye kuna damu ndani, kuna mifupa iko ndani, kuna minofa za nyama ziko ndani, kuna mishipa ambayo iko ndani. Hivyo ndivyo mnavyopenda kumaanisha. Ndio maana kitabu cha Walawi sura yake 26 mstari wa 11 inasema hivi: nami hakika nitaweka maskani yangu katikati yenu, na nafsi yangu haitawachukia. Huyu anayeongea hapa ni Yehova Elohim Eshadai, na tusimamie tu kwenye Yehova kwa sababu ni wao mashahidi wa Yehova. Yehova mwenyewe anathibitisha kwamba yeye mwenyewe Yehova ana nafsi, nao mashahidi wa Yehova wanasema kwamba nafsi ni mwili wa kimwili. Hilo linapenda kuonyesha kwamba Yehova mwenyewe anasema ana mwili wa kimwili, ndio maana yake. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Ni unapokuwa na mwili wa kimwili utachoka, utapenda kula, utalala. Hayo ndio mambo ambayo mnayaona ndani ya hizo takataka zao za maandiko. Lakini mkisoma katika kitabu cha Yohana sura yake ya 4 mstari wa 24 watakuja kuambia kwamba Mungu ni nini? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hata kitabu cha Hesabu kinasema kwamba Mungu si mtu wala binadamu ajute aseme uongo. Hivyo ndivyo inavyosemekana. Sasa inakuwa namna gani tena hapa yeye mwenyewe Mungu anakuja kusema kwamba yeye nafsi yake ana nafsi ambayo haitawachukia hao watu? Si mnaona? Kitabu cha Walawi sura yake 26 mstari wa 30 anasema, hakika nitaharibu mahali penu patakatifu pa juu, nitakata madhabahu zenu za kufukuzia uvumba, nami nitaweka maiti zenu juu ya mizoga ya sanamu zenu chafu. Nafsi yangu itawachukia sana. Kwa hiyo ni Yehova anayesema kwamba ana nafsi. Na ikiwa mnapenda kuelewa, watu walio wengi hawajui namna gani nafsi ilitokea. Hakuna usemi wowote wa nafsi bila mwili wa kimwili. Hivi mnaelewa vizuri? Yaani huwezi ukaongelea nafsi ikiwa hakuna mwili wa kimwili. Yaani ili mtu apate kuwa na nafsi ni kwa sababu huyu mtu kwanza ana mwili wa kimwili huyu ambao unaweza ukagusa ili mtu awe na nafsi. Ina maana kwamba Yehova ili kusema kwamba yeye ana nafsi ni kwa sababu pia ana mwili wa kimwili. Ndio maana kitabu cha Isaya sura yake ya 1 mstari wa 14 inasema hivi: miezi yenu mipya na majira yenu ya sherehe, nafsi yangu inachukia sana. Kwangu mimi yamekuwa mzigo na nimechoka kuyabeba. Ikiwa huyu mnayeita kwamba ni muumba wenu amechoka kubeba dhambi zenu, mna tatizo. Anachoka. Haya ni matamshi ya namna gani? Muumba anayeongea namna hii, si mmemalizika kweli? Kwamba nafsi yake amechoka kuvumilia dhambi, amechoka, ana maumivu, anaumwa kwa sababu ana mwili. Nafsi yake inachoka, nafsi yake inaumwa. Hai. Kitabu cha Zaburi 42 mstari wa 5, kwa nini umekata tamaa, nafsi yangu? Huyu sio Yehova hapa, ni mtu mwingine ambaye anaongea. Anaanza kusema, kwa nini umekata tamaa, nafsi yangu? Kwa hiyo anafanya kwanza tofauti kati ya nafsi na yeye mwenyewe ambaye yeye anayesema pale. Na kwa nini unajisumbua ndani yangu? Kwa hiyo anaposema ndani yangu, anaonyesha kwamba nafsi iko ndani yake yeye. Unaona? Kwa hiyo nafsi na mwili ni vitu viwili tofauti. Ngoja Mungu, kwa maana nitamsifu tena, yeye ndiye wokovu mkuu wa nafsi yangu. Kwa hiyo huyu ametenganisha vizuri pia kuhusiana na nafsi na mwili, kwamba nafsi inapatikana ndani ya mwili wake. Ndivyo alivyosema. Kitabu cha Yona sura yake ya 2 mstari wa 7 inasema, nafsi yangu ilipozimia ndani yangu, nilimkumbuka Yehova, ndipo maombi yangu yakakufikia.
hekalu lako takatifu. Kwa hiyo anasema nafsi yangu ilipozimia ndani yangu. Kwa hiyo nafsi inapatikana ndani. Ina maana kuna tofauti kati ya nafsi na mwili wa kimwili. Huo ndio tofauti ambayo anasema hapo. Kitabu cha Zekaria 11:8 inasema hivi: na hatimaye niliwaangamiza wachungaji 3 katika mwezi mmoja wa mwezi, kwa sababu nafsi yangu ilikuwa ikipoteza subira nao, na nafsi zao pia zilinichukia. Kwa hiyo Yehova tena hapa anathibitisha kwamba yeye ana nafsi. Sasa ikiwa mashahidi hao wa Yehova wenyewe wanasema kwamba nafsi ni mwili wa kimwili na kwamba nafsi inafariki, kwamba haiwezi kaishi milele nafsi, maana yake Yehova wao hawezi kuishi milele, kwani wakufa. Hivi mnaelewa vizuri? Wao wanasema kwamba nafsi haiwezi kaishi milele, inakufa. Hiyo mnaelewa vizuri? Na wanasema kwamba nafsi yenyewe ndio mwili wenyewe. Sasa kama Yehova yeye mwenyewe ana nafsi, ina maana kwamba ana mwili wa kimwili. Kwa hiyo na kama mwili nafsi haiwezi kaishi milele, Yehova naye atafariki tu, haiwezi ameshafariki, hatujui. Kipengele cha pili. Je, nafsi na mwili ni vitu viwili tofauti? Je, nafsi na mwili ni vitu viwili tofauti? Mimi nasema ndiyo, na nitatoa vidhibitisho tena kutoka ndani ya Biblia za kisasa, yani Biblia yao toleo hilo la 1995. Mashahidi wa Yehova wanasema hapana, kwamba nafsi na mwili sio vitu viwili tofauti, lakini mimi nasema ni vitu viwili tofauti, na tutaenda kuonyesha tena ndani ya hiyo Biblia yao ambao wanaisoma kila siku. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 20 na mstari wa 10. Hapa mkiendelea vizuri, mkisoma vizuri, kuna wakati ambapo Paulo alikuwa akihubiri, anahubiri. Sasa kuna watu wengine ambao walikuwa wanajaa wengi, mwingine alikuwa juu ndani ya nyumba hizo karibu ya dirisha. Sasa wakati mafundisho yanapoendelea, yeye alikuwa anaanza kulala, anaanza kusinzia, alafu akaanguka kutoka kwenye dirisha hadi chini, bam. Sasa huyu Paulo ataongea kitu ili kwenda kuonyesha hao wanaojiita washahidi wa Yehova kwamba hawaelewi chochote, na haya tunayasoma tena ndani ya kitabu hicho cha mashahidi wa Yehova, Matendo ya Mitume 20:10. Lakini Paulo alishuka chini, akajitupa juu yake, akamkumbatia, akasema, acheni kulia, maana nafsi yake imo ndani yake. Mwache kulia kwa sababu nafsi yake imo ndani yake. Kwa hiyo ndani yake, yeye ndani ndio nani? Mwili wake, yani nafsi iko ndani. Kitabu kumrazi cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 23 inasema namna gani? Mungu wa amani, ni tafsiri tu ya mashahidi wa Yehova 1995. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi ndugu, roho zenu kuna mkato, na nafsi zenu kuna mkato, na miili yenu. Hichi ni kitabu cha mashahidi wa Yehova ambao wenyewe wanathibitisha, wanafanya utenganisho kati ya roho, nafsi na mwili. Sasa namna gani unaweza wakaja tena waongee kwamba nafsi na mwili ni kitu kimoja? Sasa kama ni kitu kimoja, kwa nini mnakitenga tena ndani ya maandiko yenu? Narudilia kusoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi ndugu, roho zenu na nafsi zenu na miili yenu, msiwe na lawama mbele za Bwana wenu yule ambaye Yesu vitu vingine kule bla 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 kule. Yani hapa wanataja vitu vitatu: kuna roho, kuna nafsi na kuna mwili, ili kuonyesha kwamba ni vitu ambavyo viko tofauti, kila mmoja na mwenzake. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 12. Kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, upenya hata kuzigawanya nafsi na roho, kuna mkato, viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Hivyo viungo hapa tunaingia kwenye mwili wa kimwili, lakini wameshataja roho, wameenda nafsi, halafu wanataja na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena linaweza kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Kipengele cha 3 na ndio kipengele cha mwisho. Nini kinatokea mtu anapofariki? Je, nafsi inakufa au hapana? Wanasema kwamba mtu atakayesema kwamba nafsi haiwezi kufa
Oh, ni kama vile huyu mtu sijui anaenda tofauti na mapenzi ya Yehova Elohim Shaddai. Lakini mimi nawaambia kwamba kulingana na mafundisho, kulingana na neno ambalo wataleta, andiko ambalo wataleta, wenyewe watashindwa kuelewa kama kuna kitu ambacho hawakupenya tena wenyewe, na wameandika ndani ya Biblia zao, toleo lao. Kitabu cha Ezekieli sura yake 14 mstari wa 4 inasema hivi: tazama nafsi zote, unasikia? Tazama nafsi zote ni mali yangu, kama vile nafsi ya baba, vivyo hivyo pia nafsi ya mwana ni mali yangu. Nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo wanakuja wanasema yes, hilo ndio andiko linaonyesha kwamba kweli kweli nafsi haiwezi ikaishi milele, itafariki, itakufa. Wanatumia hilo andiko ili kujitetea kwamba nafsi umeona tayari imekufa, maana imeandikwa nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa. Lakini wameshindwa kuelewa kitu kimoja, kwamba wanaposema nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa, maana yake nafsi isiyotenda dhambi haitakufa. Hivi mnaelewa vizuri? Ni Kiswahili tu, hata waelewe. Kama wanasema kwamba nafsi inayotenda dhambi itakayokufa ndiyo itakayokufa, ina maana nafsi ambayo haitatenda dhambi, hiyo nafsi haiwezi kafariki. Kwa hiyo kwa nini mkubali museme kwamba nafsi yoyote ile lazima itakufa, haiwezi kama ni hivyo Mungu wenu tayari amesha kufa, sasa namna gani? Kwa sababu naye pia ana nafsi. Hivi sio kama unaelewa hili jambo. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 10 mstari wa 28, msiwaogope wale wauao mwili, lakini hawawezi kuua nafsi. Ina maana kwamba hakuna mtu katika linaonekana aliye na uwezo wa kuua nafsi, na hii ni katika kitabu chenu toleo lenu la 1995 kumrazi. Msiwaogope wale wauao mwili, lakini hawawezi kuua nafsi, bali mwogopeni yule awezai kuangamiza nafsi na mwili katika, wanasema, jehanamu. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba yule aliyeumba nafsi ana uwezo wa kuiangamiza, wa kuitoesha, wa kuitoa kabisa na kuua, lakini watu katika linaonekana hawawezi kuangamiza nafsi, lakini mwili inafariki. Ili kuonyesha kwamba mwili na nafsi ni vitu viwili viko tofauti. Kwa hiyo anafanya utofauti kati ya mwili wa kimwili na nafsi. Maana yake mtu hawezi kuangamiza nafsi. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 6 mstari wa 9 hadi 11, na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu nafsi za wale waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya kazi ya ushuhuda waliofanya. Narudi kwanza. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu nafsi za wale waliouawa. Nafsi za wale waliouawa, sio kwamba nafsi zilizouawa. Yaani nafsi za wale ni akina nani? Yaani ni mihili ya hizo nafsi. Hivi mnaelewa vizuri? Ni miili ya hizo nafsi zilizo, yani hizo nafsi zilizo hapo zinazozungumza, kwa sababu hapa mkisoma vizuri hizo nafsi zinaongea. Hizo nafsi hazijafariki kwa sababu zina ufahamu, lakini zinaongelea kuhusiana na miili yao ambayo iliangamizwa. Sijui kama mnaelewa vizuri, ili kuonyesha kwamba nafsi sio lazima kwamba lazima nafsi, ikiwa nafsi lazima ifariki. No, hapana. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa hivi. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu nafsi za wale waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya kazi ya ushuhuda waliofanya. Hao nao ni akina nani? Ni nafsi. Wakalia kwa sauti kubwa. Wanapolia kwa sauti kubwa ni kwa sababu wanaufahamu, hawajafariki, hawajauawa, wakisema, hadi lini Bwana mwenye enzi kuu, mtakatifu na wa kweli, utaacha kuhukumu na kulipiza kisasi cha damu yetu, kwa sababu nafsi haina damu. Mnaelewa vizuri? Wanapoongelea damu ni kwa sababu ni miili yao ilivuja damu, waliuawa vibaya. Kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani, kwa sababu wao hawako duniani, wako sehemu nyingine. Na kila mmoja wao akapewa kanzu ndefu nyeupe, nao wakaambiwa wapumzike kwa muda kidogo zaidi, mpaka idadi ya watumwa wenzao na ndugu zao ambao walikuwa karibu kuuawa kama wao wenyewe walivyouawa itakapotimia.
inajazwa. Kwa hiyo nafsi hapa inabaki bila kufariki, bali ni miili yao iliyofariki. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa ni kwamba hawajui namna gani nafsi inavyotokea. Hata mimi nakumbuka vizuri wakati nilipokuwa katika hizo dini, sikuwa najua kama kuna utofauti kati, yani kufanya utofauti kwamba kuna nafsi. Mambo ya nafsi mimi sikuwa najua. Kwanza watu wanaposema astral, astral watu wanasema kwamba ni mambo ya kichawi. Kwa hiyo kuongelea kwamba mwili kuna astrali, kuna mwili wa nafsi, hitu ni kitu ambacho kwa walio wengi hadi muda huu hawajui kwamba kipo. Sisi tunajua kwamba kuna mwili na roho tu basi, lakini kusema kwamba nafsi yuko pale hatujui. Sasa watu wanashindwa kuelewa kwamba nafsi haiwezi kakosa, kwa sababu ndio mwili wa hisia na tamaa. Ikiwa una hisia, unatamani kitu fulani, aidha una upendo, aidha unalia, aidha unahisi hivi maumivu, ni kwa sababu ya nafsi zaidi sana, ni nafsi, kwa sababu ndio mwili wa hisia na tamaa huo. Kwa sababu tuseme kwa mfano, ingelikuwa kwamba labda nafsi yenyewe ndio mwili wenyewe, ina maana kwamba hata mawazo ambayo ungelikuwa nayo yangelikuwa yanaonekana kikawaida, yangelikuwa yanaonekana, kwa sababu kile ambacho utazirisha lazima kionekane, akiwezi kujificha sehemu nyingine. Kwa hiyo watu hawezi wakaelewa. Sasa roho nani, nafsi inatokana na nini? Yaani nafsi inatokana na kuwepo kwanza na roho na mwili wa kimwili, halafu roho aje aingie ndani ya mwili ili kwamba nafsi ipate kutokea. Kwa hiyo pasipo na mwili wa kimwili na pasipo roho, nafsi hawezi akazaliwa, nafsi hawezi akaonekana, nafsi hawezi akatokea. Hivi sijui kama naelewa vizuri. Kwa hiyo ili kwamba mtu aseme kwamba yeye ana nafsi, tambueni kwamba na mwili pia wa kimwili anao, ili mnielewe. Aidha labda awe ameangamizwa mwili wake, lakini nafsi yake imebaki mfano, lakini hivyo tunajua tu kwamba nafsi lazima uwe na mwili wa kimwili ili isemekane kwamba nawe pia una nafsi. Ndio maana katika bustani ya Edeni, bustani ya Edeni haikuwa katika hali ya kimwili, hapana. Yaani bustani ya Edeni ilikuwa katika ulimwengu wa nafsi, tunaweza tukasema. Na sasa wakati ambapo watawaambia kwamba Adamu na Eva walifukuzwa, kitendo cha kufukuzwa, mwe mnafikiri kwamba walikuwa tu katika dunia hii katika hali inayoonekana ya mwili, halafu wakafukuzwa tu wakabaki? No, kitendo cha kufukuzwa ni kutoka katika ulimwengu wa nafsi na kuingia katika ulimwengu wa kimwili huu ambako physics huu unaweza ukagusa. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Na ndio maana wakati ambapo mtasoma ndani ya Biblia zenu, huyo Yehova wakati alipotaka kumfukuza huyo Adamu na Eva alifanya namna gani? Mnasoma kwamba aliwatengenezea kwanza mavazi ya ngozi. Sasa hayo mavazi ya ngozi alitoa wapi? Wengine watasema kwamba wao alichinja mnyama akatoa ngozi akawapatia. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba alichinja aliwaandalia mavazi, hapo ndipo wanawaonyesha kwamba nafsi anaanza kuingia sasa ndani ya mwili, na anapoingia yeye wote ndani ya mwili, ndipo mwili wa kimwili utaonekana. Na ndio hiyo ngozi ambayo walivikwa, ambayo huyo mnaita Mungu aliwapatia, haikuwa kitu kingine, ni hii ngozi ambayo mnaiona, ndio mavazi ambayo aliyopewa hii ngozi. Hivi mnaona kwamba nimegusia tu kuhusiana na nafsi, tu kuhusiana na mafundisho yao wanaoita machungaji wa ndani au mashahidi wa Yehova. Sasa tuseme kwamba tuingie katika sasa mambo mengine yao. Si dini yote tunaiyasambua, tunaibomoa yote direct. Hata kwanza hii tu ambazo unaongelea kuhusiana na nafsi hapa tayari imeshabomoa kila msingi wa mafundisho yao. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, wewe ambaye bado uko katika hiyo dini ya mashahidi wa Yehova, ni vyema uondoke haraka. Unapoteza muda wako bure. Hawa jamaa unajua walio nyuma ya nani ni vizee hivi ambao viko na mamiliati mabilioni ya fedha, alafu tena kweli kweli yani wanapiga miela hapana mzaa, wanapata no. Yani mwii dunia tunaanza kuona kama vile ili kwamba upate kufanikiwa, yani mpaka ufanye mambo ambayo ni ya ovyo ovyo, aweza mambo mabaya ndio yani hii dunia iko namna gani? Yani unapofanya kitu ambacho ni kizuri zaidi sana utaonekana kama vile hauko sawa, lakini jaribu kufanya kitu ambacho ni cha ujinga pale, kila mtu atakusifia tena. Hii dunia iko namna gani? Iko namna gani? Watu wanapoongelea kuhusiana na ukweli, mambo mengine watu hawajali,
Lakini kunapoongelewa mambo ya usuto, ushangingi na mambo mengine, ndio watu wanajaa huko. Tulisi dunia iko namna gani? Watu wako namna gani katika dunia hii? Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba dini zote ni za uongo. Ondokeni katika kila aina ya dini. Ukweli uko hapa mbele yako. Kwa nini unaenda unasitasita, unaenda unatafuta sehemu zingine kule kila wakati, kwenda kila wakati, kila Jumapili ngoma ndini na unaona kila kitu kiko mbele yako? Chunguza ya mambo, chunguza tu, utakuja kupata uhakika wa haya ambayo tunaongea kwamba hakuna itilafu ndani yake, ni ukweli kwa 100%. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kuelewa, ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kupenda tu kuambia kwamba wale ambao wapo katika hiyo dini na dini zingine zote, ni bora kuondoka mapema, muda wenu haujaisha. Tafuteni ukweli, tembeni kulingana na ukweli, ili mpate kuokoa nafsi zenu baadaye. Vinginevyo msiweke tumaini katika hizo dini. Unaambiwa kwamba mtaenda paradiso. Hiyo paradiso ya dini zako, dini yako hiyo haipo, haijawahi kuwepo na haitakuwepo hiyo paradiso. Paradiso ambapo unaonyeshwa watu wako hivyo wanafanya hivyo, wengine wanasubiri kwamba wapate wake sijui 70, wengine watakunywa pombe nini. Hizo paradiso hazipo. Hizo zipo katika hilo ili kuwapumbaza, na watu wale ambao wanatamaa hivyo vitu wabaki tu humo, alafu baadaye mwisho wanamaliza safari next, na wakati wa hukumu watu wanapita kwenye hukumu. Sio vizuri. Muda huu ndio huu, ukweli hapo na wika huko mbele yako. Fanya uamuzi mzuri, chunguza, tumia mantiki, usitumie ushabiki wa dini. No, hawezi ukatoboa. Utumie mantiki, achana kwanza na ushabiki wa dini pembeni, ili upate kuelewa na kuona kwamba kweli pale ambapo umeingia, kama hujatoka mapema, hakika itakuwa too late. Luba anaendelea kujitukuza.